Yes bwana, ni masaa kadhaa tu yamesalia kwenda kuishuhudia dabi ya Kariakoo ikichezwa kwa mara nyingine tena katika dimba la New Aman Complex Guantanamo Bay. Eka zimekuwa nyingi, tumeshuhudia mambo kadha wa kadha yakiendelea kutokea, lakini kubwa zaidi kwa sasa hivi kila mmoja amekuwa akitoa mapendekezo yake ni kikosi gani ambacho kinapaswa kuweza kuanza katika mchezo wa leo ili angalau matokeo yawe tofauti kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Na wewe pia nakupa nafasi ya kuweza kutabiri kile kikosi ambacho unatamani kiweze kuanza kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi na kusogezea kikosi ambacho kikishuka dimbani hii leo itakuwa ni kikosi noma na Simba inaweza kupata angalau alama moja katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umeshikilia hatma ya wachezaji lakini pia baadhi ya viongozi kuendelea kuishi kwa furaha na matumaini kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Unajua kuzibuliwa mara 4 hadi 6 mfululizo sio jambo dogo, bali ni kitu ambacho kila mmoja amekuwa akitoa maoni yake. Sasa leo ngoja nikusogezee kikosi ambacho natamani kishuke dimbani hii leo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, na huenda kikawa na matokeo tofauti na yale ambayo watu wengi wamekuwa wakiyategemea. Basi tuanze na kikosi kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa upande wa golikipa asimame Jibrila Kasali. Huyu ni mmoja kati ya magolikipa ambao kwanza wana experience ya mashindano makubwa, lakini pia kutazama kwenye michezo kadhaa ambayo ameweza kucheza, ni mmoja kati ya magolikipa ambao wamekuwa na jicho la kuchungulia hatari, lakini pia kupanga safu yake ya ulinzi vizuri. Kutazama magolikipa wengine ambao wapo Simba bado kuna namna kama hawajajipata vizuri, hasa ukizingatia pia Musa Pimpin Kamara pamoja na Yakub Suleiman bado hawajawafiti kuweza kuanza kwenye mchezo ambao una intensity kubwa kama mchezo wa dabi ya Kariakoo. Basi kwenye mbavu ya kulia kule kuna Shomari Kapombe, mbavu ya kushoto kuna Nixon Kibabage, Ismail Ture anazima pale katikati pamoja na Rushain De Rock. Hawa ndio ambao wanahakikisha safu ya ulinzi ya Simba inakuwa imara, lakini pia inahakikisha mlinda mlango wake Jibrila Kasali anakuwa hapitii kashikashi nyingi ambazo zinaweza kusababisha hatari kwenye lango lao. Sasa kwenye mstari wa tatu wa katikati pale Yusuf Kagoma kama kawaida, mvunja kuni huyo anahitajika pale kwa udi na uvumba. Kuna Ino Loemba pamoja na Maurice Abraham, hawa watasaidiana na Kagoma pale katikati kuhakikisha usalama unakuwa mzuri, lakini pia kuwa kama daraja kati ya safu ya ulinzi pamoja na kulink na ile safu ya ushambuliaji. Yusuf Kagoma tunamfahamu uwezo wake, ni mmoja kati ya wachezaji wazuri, lakini pia kikubwa kwenye mchezo wa leo na imani inabidi aongeze umakini sana. Naona kama kadi zitakuwa ni nyingi sana kwenye mchezo wa leo. So ukitazama pia Mwinchui sio mchoyo, lakini pia ni kwa mara ya kwanza anaenda kuhendo mchezo ambao una pressure kubwa, lakini pia mchezo ambao umetolewa matamko mengi kwake mwenyewe, lakini pia kwa shirikisho kwa ujumla. Kwake ni pamoja na kuonekana kwamba hana ile beji ya FIFA, lakini pia umri na miaka 50 na vitu vingine kama hivyo. So naona kadi zitakuwa hivyo sana kwa upande wa Kagoma kama hataongeza umakini kwenye safu ya kiungo. Ino Loemba tumemwona ni mchezaji mzuri, mpira unakaa mguuni. Maurice Abraham anajua kutengeneza nafasi, lakini pia kuna wakati ambao amekuwa na pasi ambazo zina macho ya kuona ni sehemu gani zina wazi, then amekuwa akihakikisha anapenyeza mipira. Anicet Aura speed, lakini pia kwenye winga ni mmoja kati ya watu ambao wana uwezo mzuri wa kupangua watu wawili hadi watatu na kulanganiza kuingia katika eneo la ndani. So ni mchezaji mzuri. Selemani Mwalimu msumbufu, japo pia umakini unahitajika kwake kwa kuwa amekuwa na michezo fulani vya rafu. So Selemani Mwalimu pia kuna namna. Libase Gea mchezaji mzuri pia amekuwa kiforce nafasi na amekuwa na uwezo wa kuhakikisha anaifungua safu pinzani, lakini pia ni mzuri kwenye kupunguza wachezaji wawili hadi watatu. So ni moja kati ya kikosi ambacho naona kikianza kwa leo kwa upande wa Simba kitakuwa ni kikosi noma sana kwenye mchezo wa leo na kinaweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa leo. Lakini kwa upande wa Simba wa Yanga, mimi naona kikosi ambacho kilicheza dhidi ya Asfar Rabat kama sikosei JS Kabylie pale visiwani Zanzibar kikianza leo ndio kitakuwa kikosi noma zaidi na kinaweza kupata ushindi mzuri, lakini pia kinaleta ushindani mkubwa sana. Golini asimame Djigui Diarra, Israel Mwenda kama kawaida, ambavyo ya kulia, ambavyo ya kushoto Mohamed Hussein, Ibra Baka pamoja na Jobu anasimama katikati pale katika safu ya ulinzi. Baka kwenye mchezo wa leo pia anampa tahadhari
hakikisha anacheza vizuri ili kuweza kuhakikisha anaepuka kupata kadi. Mwinchui sio mchoyo wa kadi, so umakini kwa Baka pia unatakiwa. Duke Abuya kama kawaida lazima aanze. Alan Okello, Maxi pia Nzengeli, Depu, Pacome pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Noma sana. Kuna Dube na Dube pamoja na Depu ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mzuri sana uwanjani, lakini pia wanazungumza, yani miguu yao imekuwa ikizungumza pakubwa sana. Pacome Zouzoua ni kuongeza usumbufu, licha ya kwamba amekuwa kwenye majeraha, lakini kwenye mchezo kama huu unahitaji mtu ambaye ataogopeka pasina kujali yupo kwenye fomu ya aina gani. So kuatia pressure safi ya ulinzi upande wa Simba itakuwa bora sana kwa Pacome pia akianza, lakini pia kwa mtu kama nani hapa sijamuona mwenye mechi yake leo jamani, sijamweka Baka, Job, Okello, Max Dupe. Sasa hapa inabidi mtu kama Okello leo apumzike, tumwache mtu mzima Damaro akiwasha katikati hapa. So Okello inabidi apumzike ili kuweza kutoa nafasi ya mtu mzima Damaro akiwasha hapo, then ataingia sabu wakati ambao Max pia Nzengeli atatoka ili aingie Okello, au mabadiliko kati ya Dube na Okello yatakapofanyika. So kikosi changu ndio hicho. Diara namba 1 golini pale, Mwenda simama mbavu ya kulia, kushoto Hussein Mohamed Hussein, namba 5 Baka, 4 Job, namba 4 Job, Abuya, mtu mzima Damaro, Maxi pia Nzengeli, Dube, Depu pamoja na Pacome Zouzoua. So ndio kikosi ambacho kikianza kwenye mchezo wa leo, naona kuna namna ambao itaweza ikafanyika na tukaona mchezo ukiwa na intensity kubwa, lakini pia matokeo yakiwa tofauti na yale ambayo watu wengi wanategemea kuweza kuyashuhudia katika kikosi cha leo. So niandikie pia na wewe, natamani kikosi gani kikianza katika mchezo wa leo, basi itakuwa ni noma kwa timu zote mbili, lakini pia niandikie pia mchezo wa leo unatamani au unaona ukimalizika kwa matokeo ya aina gani, then comment yako nitakuja kuisoma kwenye post inayofuata. Lakini pia info zote za mechi ya dabi ya Kariakoo utazipata hatua kwa hatua, kila sekunde ya taarifa nitakuwa na kuchambulia hapa, pamoja na kusogezea ukweli wa kile ambacho kinaendelea kwenye kambi zote mbili. Bado mambo ni mazito kwenye mchezo wa leo, bado pressure ni kubwa kwa upande wa mashabiki pamoja na viongozi wao, kila mmoja akiwa ana hamu ya kujua ni kitu gani ambacho kitatokea katika mchezo wa leo. Mimi ni official PMTZ_it's PM Show. Usiache kunifuata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, maana ukinifollow pale it's PM Show, ukiandika pia moto unaungua kwenye kurasa zote za mitandao ya kijamii, ikiwa ni Instagram, Twitter, Facebook, lakini pia kwa upande wa TikTok, unyama wote utaendelea kupata na taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani pia utaendelea kuzipata.